Tushirikishane. Karibu ndugu mpenzi mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM kusikiliza ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 11 Mei. Kwa upendo wangu na furahi nimetulia na kuridhika kwa sababu tu nafanya mapenzi ya Mungu, ambamo kwayo nataka kujiachia jumla niishi na kufa ndani mwake. Kwa upendo wangu na furahi nimetulia na kuridhika kwa sababu tu nafanya mapenzi ya Mungu, ambamo kwayo nataka kujiachia jumla niishi na kufa ndani mwake. Ujumbe wetu wa leo utasindikizwa na Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 15 aya 7 hadi aya ya 12. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi. Kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Neno la Bwana. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Mwangaza, katika ujumbe wa Mtakatifu Gaspari anasema, nafurahi nimetulia na kuridhika kwa sababu nafanya mapenzi ya Mungu. Na katika Injili ya Yohane, Mtume Yohane anatuambia tukikaa ndani ya Kristo tutakuwa na furaha na amani. Kwani ni katika kufanya mapenzi ya Mungu tunaweza kuishi maisha yanayomwelekea Mungu, kwa kuishi kwa heshima na kutii amri za Mungu na kutembea katika njia zake kwa moyo wa unyenyekevu. Mtu mwenye kufanya mapenzi ya Mungu hujitahidi kutii amri za Mungu na kuishi kulingana na mafundisho ya neno la Mungu. Hatendi dhambi kwa makusudi, na anapokosea huwa tayari kutubu. Mtu mwenye kufanya mapenzi ya Mungu huomba kila wakati, si kwa sababu ya matatizo tu, bali kwa sababu anapenda kuwa karibu na Mungu. Maombi yanakuwa ni sehemu ya maisha yake ya kila siku. Rejea barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 aya 17. Anasema, ombeni bila kukoma. Kwani amchaye Mungu hajivunii chochote kile, kwa kuwa hutambua kuwa kila kitu ni kwa neema ya Mungu. Ujumbe unatufundisha kuwa kama tunataka kuwa sehemu ya wamchao Mungu, tutafute kuishi kwa uaminifu, huku tukitafuta kumfuata Yesu Kristo kwa kila jambo na pasipo kukata tamaa. Itukuzwe damu ya Kristo. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Moses Faustini Mitanda wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.